Kolosai 1 kuanzia 9 hadi 13. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia Ndiyo, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkipendeza kabisa, mkimpendeza. Mkizaa matunda kwa kila rudia, mkimpendeza mkimpenu. Nikiwakumbuka katika sala zangu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Ndiyo, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ile sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 19. Amen. Kadisa, amen. Haya maandiko matakatifu ni maandiko muhimu sana kwa mtu ambaye ameamua kumwishia Mungu, ameamua kuwa msafiri anayesafiri safari kwenda mbinguni. Ndio sababu mtumishi wa Mungu Paulo anasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake, hekima yote na ufahamu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ya kimungu na ufahamu wa rohoni, kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma, vinapatikana kwa njia ya kuomba, vinapatikana kwa njia ya kuomba. Kwa hiyo ukiona watumishi wa Mungu waliojaliwa neema hiyo ya ufahamu wa kimungu na hekima ya kimungu na kujua mapenzi ya Mungu, walifanikiwa kwa njia ya maombi. Sasa Paulo anasema tangu alipopata habari za kanisa la Kolosai, anasema haachi kuomba. Maombi
na dua. Kwa lugha nyingine, maombezi. Maombezi na dua ni maombi ambayo yanakuwa kama tabia. Kadiri mtu unavyoomba ndivyo Mungu anaendelea kuumba na kufanya jambo hilo ambalo mtu wa Mungu unadumu katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anapoomba, anaomba kwa ajili ya kanisa lote. Maana yake anawaombea wababa wawe na ufahamu wa kimungu, wawe na maarifa ya kimungu, wawe na ujuzi wa kimungu. Kwa lugha nyingine, wawe na uelewa unaoweza kuwasaidia namna ya kutembea na Mungu, namna ya kuishi na Mungu. Maana mtu anaishi katika viwango anavyofahamu. Mtu hawezi akaishi nje ya uelewa wake, lakini mtu anaishi katika viwango vya uelewa wake. Ukiona mtu anafanya vizuri, maana yake huyo ana uwezo wa uelewa mzuri. Ukiona mtu anafanya vibaya, ana uwezo wa kuelewa vibaya. Hii ndiyo sababu kuna ulazima wa kumwomba Mungu maombi na dua. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aweze kutujalia, aweze kutusaidia kuwa na ufahamu wake, kuwa na maarifa yake, kuwa na ujuzi wake katika siku za maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Amen. Sijui watu wanaelewa sana, sijui watu hawaelewi sana. Maana mimi ninapoeleza haya, nahitaji nikukumbushe, nahitaji nikuonyeshe nafasi muhimu itakayoweza kuwa na mchango wa kufanikiwa kwako, mchango utakaofanya uweze kuwa mtawala,